رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Tukiwa katika halaka yetu ya 6 katika mwendelezo wa silsila ya birrul walidain. Katika halaka iliyopita tumezungumzia aya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tumechambua kiasi, lakini si vibaya tukawa na baadhi ya milahadhat au baadhi ya chombeza au nyongeza katika kuieleza zaidi na zaidi aya kama hii, kwa sababu ni aya muhimu ambayo inafahamisha hukumu ya kuwatii wazazi wawili na kuwatendea wema wazazi hao. Kama tulivyosema, waqadha rabbuka, manake Mwenyezi Mungu ameamrisha na amehukumu na amelazimisha kwamba hakuna cha kuabudiwa isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Yeye ndo anastahili ibada. Naam. Na waamara bil ihsani ila al ab wal kuwatendea wema wazazi wawili kama tulivyosema hapo awali. Wa bi khassa halatu ash-shaykhukha, na hasa kipindi watakachokuhitajia zaidi ni pale watakapokuwa ni washakuwa ni watu wazima, wanahitaji inaya, riaya, ukaribu wako, matunzo, na kujua namna gani mimi nitakuwa karibu na mzazi wangu katika hali kama ile. Ndio pale akasema wala tanharhuma, manake usiwe ni mtu ambaye kwamba utafanya dhajar, fujo, kuwafanyia kelele, kuwazungumzia kwa ukali, kuwafokea kama tulivyozungumza hapo mwanzoni, kwa sababu pale inapelekea wewe kutoka katika mstari na kutoka katika ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema fala taqul lahum uffin, hadha adna maratibu al-adha nabaha bihi ala ma siwahu. Yani hii ni ndio maudhi madogo ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Ikiwa madogo ameyakataza, manake aula makubwa kama tulivyozungumza zaidi. Wal maana la tu'dhihima adna adhiya, maana yake ni usiwaudhi hata kwa maudhi madogo. Ukamfanya mama yako, wacha kufikia mama yako au baba yako kutoa chozi kwa ajili yako, haitakiwi hata akasirike kwa ajili yako, haitakiwi audhike kwa ajili yako. Wala tanharuma ay tasjarhuma wa tatakallam lahuma kalaman khashinan, ukazungumzia maneno magumu, maneno mazito, maneno makali makali, haitakiwi. Wa qul lahuma qawlan kariman bilafdhin yuhibbanihi wa ta'addub wa talattuf bikalam layyin hasan, maneno laini mazuri ambayo kwamba yatatia furaha katika nyoyo zao. Na yote haya ni kulinda heshima ya wazazi wawili, na anayefanya hivi ni kuthibitisha kwamba yeye ni muaddab, kwamba yeye amepata malezi mazuri. Na haya yote ndugu zanguni, hasa kina baba na kina mama, sisi ambao kwamba ni wazazi sasa hivi, ni lazima tuwalee watoto wetu katika miondoko mizuri, ili kuja kufahamu namna gani ya kutekeleza ibada hii kubwa na nzito na ngumu kwa baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu wallahi ni mtihani, wanashindwa kuitekeleza haki kama hii. Yuko tayari yeye akafanya mazuri kwa wengine, lakini kwa wazazi wake wawili hata habari na wao hana. Na huu ni msiba na ni matatizo ambayo kwamba nasallallahu al-afia wassalama. Naam. Maneno ambayo kwamba tatmainu bihi nufusuhuma, yatapata itminan, kupitia maneno yale watapata itminan wazazi wale. Wadhālika yakhtalifu biikhtilafi al-ahwal wal-awaid wal-azman. Hii hutofautiana na nini? Hali, wakati na zama. Kila kitu kina wakati wake na kina sehemu na hali. Haiwezekani kwamba wewe labda
uko sehemu ya baridi useme ili nimfurahishe mamangu nataka nimnunulie naye AC, itakuwa si sawa hivyo, wazidi kumtia maradhi. Kwa hiyo sehemu ya joto mtafutie mzazi wako kama na uwezo, useme nitamnunulia mamangu AC naye asikie raha hapo mziki na hili jua, na hali kama za namna hiyo. Kwa hiyo iwapo utatekeleza amri kama hii, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwa wewe umetekeleza amri ya Allah Tabaraka wa Ta'ala, hii ambayo kwamba tumeisema ipo katika suratul Isra katika aya ya 23. Tukienda katika aya nyingine anasema ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. aya hii ipo katika suratul Ahqaf namba 15. Asema na tumemuhusia mwanadamu kufanya nini? Ajue namna gani ya kuenda na wazazi wake wawili. Alwasaya bil khair ni kuonyesha kwamba namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza namna ya kuishi na wazazi wetu wawili, na hii ni katika jumla ya amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutuambia kwamba sisi au yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumemuhusia mwanadamu kuwajulia wazazi wake. Hamalathu ummuhu, kwanza ihsanan, wa wasaina insana biwalidayhi ihsanan. Tumemuhusia mwanadamu kwamba ajue namna ya kuwatendea zema wazazi wawili, kuwafanyia wema wazazi wawili. Halafu Mwenyezi Mungu kama ameleta hoja fulani kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha kulifanya hili, ukumbuke basi kwa nini Mwenyezi Mungu amekuamrisha hilo, angalau basi ujue thamani ya yule mzazi aliyekubeba. Ndio hapa sema hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha, yani amembeba mtoto yule, amekubeba mtoto wewe katika matumbo yake kurhan, yani hali ya mashaka, ya taabu, shida, na wawada'atuhu kurha, na wakati wa kumzaa pia amemzaa hali ya kwamba nini, shida, uzito, mitihani hapa na pale. Mara anapokuwa na mimba mzazi, nafikiri sote tufahamu, mara kutapika, na hasa ikiwa ni mimba ya kwanza, ndio mgeni na mambo hayo ya kuzaa, mara kisunzi, na mzazi yule maskini na tumbo lake aingie jikoni akapike, aingie chooni akafue, afanye hiki afanye kile, ili mradi namna gani mimba ile inampa taabu. Tena mimba ile aibebe miezi 9. Subhanallah. Wallahi hakuna kitu kina mama tunaweza kuwalipa sisi kwa hali ambayo kwamba hili tu, waacha ile kuja kukulea baadaye, akeshe na wewe wakati wa maradhi yako, mtoto hapati usingizi. Mama halali hivi? Kuna mwanamke gani au mama gani atalala hali ya kwamba amuona mwanao yule amekaa pale yualia, mtoto apata tabu? Kweli mama atapata usingizi? Na huyo si mama. Wala hata wale ambao kwamba wanakasawa fil qalbi, maana kiona ugumu na ususuavu wa moyo, basi pia ni nadir sana kuweza kusema mwache bana atalia kisha atalala tu. Hakuna mama namna hiyo. Mtoto akiwa anaumwa, mtoto yuko katika maradhi, mtoto hali yake nzito tu, hata kama usingizi hauji tu, si mgonjwa wala nini, mama hawezi kupata usingizi. Na ndio utakuta wazazi wengine maskini kesha saa 9 za usiku hajalala, na anaweza akapata usingizi mtoto yule saa 7, saa 8, saa 9 ameamka kinalia, njaa inauma. Alhamdulillah, lakini mashallah Mwenyezi Mungu amewapa khibra wa wazazi
namna gani ya kuwalea watoto wao. Yani mtoto akilia sana ajua huyo labda amepata haja, sasa ile haja inamchoma, basi atamchungulia, ataangalia ile pampers yake au suruali yake ilovaa, kuna athari ya mkojo au ameingia haja, ataenda atamsafisha. Usiku saa 9 mama akate usingizi wake, ampeleke mtoto chooni, akamsafishe, arudi labda ampe maziwa, aanze kumbembeleza tena mpaka alale. Ukumbuke labda huyo mzazi asubuhi mapema atakaamke amwandalie mume wake chai, aende zake kazini. Pengine tayari kuna wadogo zake makaka zake washatangulia, ashazaa huyo mama, ana watoto ataka kuandaa kesho kuwapeleka shule, kuwapeleka madrasa na kadhalika na kadhalika. Sasa ukute kwamba saa 10:30 naenda anamaliza kumwangalia mtoto, arudi kulala. Alfajiri ashaamka, anza kuandaa watoto wengine. Kisha atoke mtu mama kama huyo, mzazi kama huyo, awe atamjibu ovyo, atamjibu kwa namna ambayo kwamba anataka yeye, wala hajali kwamba huyu ni mzazi wangu, huyu ni mtu ambaye kwamba amekesha kwa ajili yangu. Subhanallah. Tazama Mwenyezi Mungu atuambia, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha. Amembeba hali ya kwamba anapata shida, miezi 9 yuko kwenye shida, miezi 9 yeye hana raha, ana mimba. Na angalia, subhanallah, mzazi akiwa na mimba ile, basi mambo mengi hayaendi vizuri, nguo zake zinakuwa hazimtoshi tena kwa muda ule, na hapati kwenda kuhudhuria katika majambo, na ikiwa hana budi atakwenda kwa sababu labda ni jambo la nyumbani, ni furaha nyumbani, atakwenda. Lakini mzazi au mama akiwa katika hali ile, tena hasa na wengine wana bahati mbaya maskini, utakuta tumbo lake linakuwa kubwa sana kiasi kwamba anakuwa hawezi kutembea, au kutembea kwake inakuwa kwa taabu na shida. Lakini yote haya wanayavumilia kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu, na ndio maumbile yao waliopewa, na kubeba watoto ni kazi yao. Husubiri wakitarajia kwamba mtoto yule atoke rajal, au atoke mtu akisawasawa, atoke mtu ambaye kwamba atakuwa na heshima na adabu, ambaye atakuwa ni fakhri kwa Mtume Muhammad na kwake yeye, na Mtume SAW akafurahia siku ya kiyama kwamba umma wangu wamekuwa wengi na ni wenye elimu. Mwenyezi Mungu atufikie kila la kheri, atujalie ni wenye kuwajua wazazi wetu na kuwaheshimu na kufuatilia nyendo kama hizi ambazo tumeamrishwa na Mtume na Qur'ani. Na Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na atujalie hayo yote. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. رمضان كريم